Mwenye asikii vizuri tunampatia dawa gani? Zehanerius scabia, ingine unaweza mchapa kofi. Hiyo zote ni dawa. Sababu ukimchapa alafu mate iruke hivi, masikio inafunguka wakati huo. Other plants, black seed. Black seed unaweka inafungua hiyo masikio. Hata castor wengine wanaweka. But castor to encourage sana sababu ni sumu na you never know what will happen ukiweka kwa the eardrum. So changanya kidogo na coconut oil. Ujua si black seed unaonana unaweka inasikia hivyo kwa masikio. Unaweka drop. Ni drop ama drop? Ka drop kamoja inafanya vizuri. Nasikia wengine wanaumiza kuku juu apate ile mafuta na waweke kwa masikio. Sikuna hiyo? But sio broiler. Na sio improve kienyeji. Yeah, kienyeji ile ukitoka kwa mlango ametoka. Na hiyo ni kuku mbona mwera? Hiyo natuonea. Hey, nani alileta mwera duniani? Hapana, peke yake. Hapana. Kuku ni kutengenezwa. Itengenezwa tu. Hazi kufanya ile kitu. Haina shida. Sasa hiyo ndio moja sikio. Dawa nyingine la sikio inaitwa Asclepias fruticosea. Unajua hiyo? Yaani hujakosea, Asclepias fruticosea. Sema applies na huu mmea unaitwa pencil euphorbia. Mnamjua? Pencil euphorbia, tunamjua? Euphorbia tirukali. Ojuok. Ndao. Kiluya si? Ya wajudi. Ile kwa fence natoa maziwa. Wacha karia si honi hero mane mado waronga. Na kamba wanahitaje? Sio chikariaria, kariaria si chikariaria. Kuna kitu inaitwa chikariaria. Kariaria. Sawa. Walimu hii adenoid. Imesumbua watu kwa group sana. Adenoid. Yaani hiyo kitu kidogo. Si unaingiza mkono unatoa hivi naenda. So pencil euphorbia tunachukua a stick in a stick. Okay, sehemu kama haka kadogo tunaweka kwa jiko. Sasa idagi ngadre. Grace ngadigini. Angade. Chodigini woko. Ojuok. Ndau, ni ndau kapisi moja tu. Yeah. So tuseme hii ni stick ya pencil euphorbia. Tunachukua, tunaweka kwa jiko. Ni kama ni kubeka ama kufanya nini Grace? Kuchoma. Unachoma una roast, So baada ya kuroast ita turn from green to brown kidogo. So ikiwa brown ukitoa ukifinya kuna hiyo sap latex ya white atoka kama maji. The clear water weka kwa masikio. Ukiweka jioni asubuhi ukiamka utapata mamawe zimeanguka kwa mebaki kwa pilo. Hizo mawe ni nini? Nta. The wax kwa masikio. Na wax inafanya watu wengi wasikii. Chukua mfano wa speaker. Wale wameona speaker, wacha speaker saa hii. Wacha zile zamani inakaa hivyo na pale katikati kuna kitu ka round. Mnakumbuka? Yes. Ukishika hiyo hapo katikati, what will happen? Haitoi sauti vile unataka clear. Hiyo ni vile eardrum pia inakaa hivyo. Wakati nta imeenda ikazingira ile center, hakuna vibration wakati sauti inakuja. So unaitwa odinonyo wako, usikii chochote. Odinonyo wako, andika hiyo ni French. So ukiweka itayeyusha ile wax, alafu itoke. Nimeona saa hii wazungu wameleta ingine ukimwaga kwa masikio dakika 5, hiyo kitu inalipuka. Vile ukiweka ino kwa maji. Nakumbuka? Akimwaga tu hivi, dakika kidogo inamwagika kama maji. Umeiona mahali? Yes. Nzi niliuliza about hii masikio na nini? Inaimba usiku. Inaimba usiku. And I remember niliambiwa blackjack. Maji ya blackjack. The client aliweka maji ya blackjack na after like 4 days ilisha. Unasikia wonders? Na ndio maana niko na huyu hapa. Unaona kwanza nimefanya kile inaitwa methese. Unaona hii? Wangapi wanajua plant kama hii? Wacha hii. Blackjack. Si mwita lugha ya kwenye blackjack kwani ni kwenye ama ni yetu? Eke moga mogi. Ingine Judy kuna wewe niambia hii inaitwaje?
Haki Waluya in the house. Wako wapi? Sio ni mbali, tutafunga Mau Summit hatapita kutoka Eldoret. Bungoma tunafunga, hakuna kuingia Eldoret Waluya. Kama wezi tambua hii kitu. Sawa. So this plant ni kitu ingine, kuna mambo mengi sana. Iko katika hii list yangu hapa naona, tutaizungumzia kwa upana. Mnakumbuka juzi nimeongea kuhusu hizi spikes zake, unaweza tengeneza mafuta. Na pia yule mtu ako na throat cancer, ako na blockage kwa throat, esophageal cancer, hizi majani ya kushikashika, crush, infuse kwa alcohol, itengeza tincture, patia huyo mgonjwa wako. Yule ambaye ako na unene wa utambi, mafuta, belly fat, tengeneza hii. Na hapo sasa uta-infuse not kwa alcohol, but uta-infuse kwa castor oil or coconut. Castor you will apply, coconut utatumia ndani. Empty stomach. Yes. Yes. Once it's a tincture, hata feel pain na mkono. Hiyo kichomi ndio tiba. Sababu hiyo kichomi pale kile kinafanya ikue vile imekuwa is tumor. Na kuna growth pale kwa hiyo njia mteremko. Ikikuja ivure pale inaziba, kuna vile kitu ipite. So huyu akiteremka anaenda nakalia kujuia hiyo tumor. Na wakati kichomi na take place, ana budi kushrink. Na miracles are not far. They are just in the meshege. Meshege tu, usihitaji kitu kubwa sana. Yes, black seed. Ingine Yes. ya hiyo ni kusaidia mgongo, wale wako na shida ya mgongo. Mgongo iko aje? Kama mgongo inauma, unatengeneza hiyo nini yake, hiyo maji yake, unaweka tunaleta syringe, unafinyilia kutoka wapi? Kutoka kwa Kawangware. Sawa. Sio tuende Kawangware Helen waanze kufinyilia huko. Hapana. So tulikuwa kwa masikio. Tutazungumza mengi kufika kwa the plant. Then kuna huu mmea unaitwa Kalanchoe densiflora. Kalanchoe marmorata. Kalanchoe galamensis. Tumeandika? All the Kalanchoes. Tunajua kitu gani iko unique na Kalanchoe plants? All are succulents. Tuko na huyu mmea anaitwa Crassula ovata. Unamjua huyo? The jade plant, pokuke yakanende chande yawa. So the leaf, the thick leaf of these plants, ukichukua uchome kidogo kwa jiko. From there, squeeze hiyo maji uweke kwa sikio. Itafunguka. Jambo si itafunguka peke yake, utaka kufungua na screwdriver. Yes. Pili, hiyo maji unaweza tumia kitu Karanja ameuliza about hapa. Kuna wale anapumuaga na macho. Ushawasikia? Anapumua na macho kabisa real. Ama anapumua na masikio. Sababu hapa imejifunga, hawezi pumua na mapua. Akiongeza anasema na hata homa yake ni throughout. Ni wanyita. Hiyo. So tumia hiyo maji pia kuweka kwa mapua. Wale wanasema ukiwasikia wanaongea na mapua. Hiyo. Anza na hiyo. Usiweke siku moja expect miujiza, hapana. Vile unaendelea kutumia ndio vile miujiza inafanyika. Tuko sawa? Alafu nyingine kuna huu mmea unaitwa Cissus rotundifolia. Cissus rotundifolia upenda kumea sana kwa Masai area. Na hiyo inakuonyesha kwamba mimea inamea ina locality where it is needed most. Huwezi pata hiyo mmea inamea kwa tuseme Kikuyu land unless upate Karanja ameleta ka introduce kwao. Sijui kama umenotice huku Kathenge vile ni mingi. Kathenge ni mingi. Kuna sababu. Ukitembea kuna kitu hapa ini ya kuthengesa. Sawa. Kuna kitu imeenda chini huko. Kuna kitu nature. Gravi na wanyitau. Kuna kitu imeenda chini. So this plant Cissus rotundifolia upenda kumea in Masai land. Na kwa nini Masai wanajulikana na nini?
kukula nyama. Na hii nyama inatoka kwa miti. Ni wafugaji. Kwa hivyo akiwa mfugaji afugi ng'ombe moja ama mbili, lakini anafuga ahadi. Hiyo wanyama wengi. Kwa hivyo kila huyu naye anafanya ile, sijua kila mnyama ako na hali yake. Siku ikifika simefika. Hata walimba, hata Mungu alijua. Olosa yadi ariario. Hata iwe ndege ngina wacha kutega masikio. Wewe sikia zingine zinapita. So ng'ombe inaweza kuwa na hiyo hali, ajifungue, lakini ikuwe na segemnege. Tuseme placenta imekataa kutoka. Masaa itatoka, hii ndio segemnege hiyo. Masaa itatoka huko pande hiyo, akimbia kutafuta daktari wa mifugo. Hapana. Yeye mwenyewe ataingia kwa kichaka na hiyo mimea imezingira kila mahali Masaini. Anachukua na crush, anaweka kwa maji, kisha anapatia ng'ombe. Within 10-20 minutes placenta itakuwa nje yote. Bila kuhitaji ile. Same applies na placenta binadamu. Pia wasema nyuoloktimonduoko. Imekataa. Nyuoloktimonduoko. Placenta imekataa. Sasa ametoka lakini placenta imekataa. Mbio theater. Lakini ukienda kwa tiba kiasili hakuna theater unafanyiwa. Wanatumia tu madawa chache tu. One of them ni Scissors rotundifolia. Vila napea ng'ombe Masai, pia napea ng'ombe binadamu. Kikunywa kikombe moja, unapewa tulia dakika kidogo, yosio eja. Bila kusumbuliwa, ati unafanyiwa upasuaji, unafanyiwa kila kitu. Na wanasemaje? Ng'ombe akila placenta, what happens? Ng'ombe, mbuzi, hata kuku inakuwa na placenta. Maziwa inapotea. Kuna hiyo belief ya ukweli ama mimi nafikiria, sisi na Grace nafikiria? Ni ukweli. Kwa hivyo unaona pale nyumbani ng'ombe kijifungua na placenta itoka, walikuwa nasema kimbia toa hiyo. Kwanza wajukuu ndio walikuwa nasukumwa toa hiyo, beba hiyo weka tupa huko. Na binadamu saa hii yeye bora amejifungua hata kujua placenta iko wapi. Unajuaga hiyo kweli? Hamjuagi? Wewe sasa unataka unastuka umeweka kikitu unaenda kakitu. Na ile mwache huko ndio muhimu, wache kitu umebeba. Juu hii itakuja itakugeuka siku moja. Ile umewacha pale ndio shida. Na hiyo ikiwa kwa njia ya kawaida ni useless. Na maanisha ukijifungua kwa njia ya kawaida, placenta itoke kwa njia ya kawaida, it is useless. Lakini nikichomoa na panda ile juu, hiyo ni dhahabu nani? Hiyo ni dhahabu. Ateke inatumika. Ikitoka kwa ile njia nyingine, hiyo ni dhahabu. Tunachukua, tunapeleka pale, tunafanya inaenda. Ikirudi, utaamini nani? Inakutengenezea dawa wewe mwenyewe. Unaona CS hizi ni mingi. Unajua ni kwa nini? Ndemoko gya motu wenywe. Ndemoko gya monjo matwera mwefage ruse na igwa. So inatengeneza dawa maridadi sana ambayo iko very expensive. Ukienda hospitali upewe hiyo dawa, utalipa pesa yote ama uuze shamba na umalize. Na ni placenta yako inaenda kutengeneza dawa. So kuwahimiza ni kwamba wabadilishe jinsi ya kukula. Lifestyle, ukibadilisha you are good. Sababu mwili ukiipe chakula yake vizuri ina form kulingana na vile hali iko. Ubasa hii tunakula vitu unayo ile chakula. Unazijua? Ogua haikulagi na mkono yote kama sisi. Hivi ama na toothpick. Hivi dole tatu. Sasa ukiangalia kucha, guy. Sijaingilia mtu au sijaingilia mtu kwa macho. Siwezi maliza stem cell. Nakotaka tu kujue. Juu nikimaliza nitamaribia mtu kazi. Siniweza ongea kidogo. Naguza tu kidogo lakini ukae ukijua. Ndio nasema rudi pale nyuma, watu wakule vizuri, ukule vyakula vizuri, tumia dawa za asili. Ukiwa mjamzito mwili yako iende aspasiku vile zinaenda. Kufika pale ni kama mate. Tu, yosio, Joroge. Yosio Wajiro. Warorie.
Sawa sawa, turudi nyuma pale. Excuse me, hiyo maneno ya stem cell. Eh, Inaelekeshea wapi? Hiyo wanachukua ile wanafanya inapanda ndege. So from ndege itarudi kama dawa. Ukienda pale unatibiwa. Kama ngozi ya punda vile inaenda check. Tunaanza na huu mmea unaitwa Cynodon dactylon. Cynodon dactylon naiona mahali. That is a type of grass. Unaweza ipata pale, unaweza itafuta tuletee. Graduates mnajua hizi mimea. Tafadhali mungekuwa umeruka kwa kichaka uchune ukuje nayo. Nani anajua stargrass? Modhno. Any other name? Kikuyu, Luya, Kamba. Fikiri hiyo ndio the right word. Wetima. Imekuja vibaya, karibu nitamke vitu zangu haki ya nani. Mungu anisamehe, sitarudia lugha wengine. So Cynodon dactylon is that grass. Na huwa inapenda kumea mahali kuna rutuba. Kukiwa na mbolea, kukiwa na sana mahali ng'ombe, kinyesi cha ng'ombe kiko imekaukia pale, mvua ikanyesha ikatengeza mbolea. Utapata hii nyasi inamea pale kwa wingi. Uliwahi kujua ni dawa au ulijua tu ni chakula ya ng'ombe? Chakula ya ng'ombe. Kwa hivyo sasa leo utajua ng'ombe binadamu kama wewe hiyo inafanya vizuri. Kiingereza wanamuita the stargrass or Bermuda grass. Bermuda grass or Bermuda. Si ndio? Ukisoma pale utajua uko dhomdaje, usemi Bermuda, unasema Bermuda. Si ndio? So the plant has several nutrients like acetic, alkaloids, arachidonids, carbohydrate fats and ferulic acid. Hizo zote na proteins too. Kwa hivyo at times unaweza chuna the grass, uoshe vizuri, then ucrush, uinfuse kwa maji, ukunywe tu. Wale wanafanya ile blending lakini sinikali sana kublend. Afikiri mnajua what blending does. Lakini ukitumia the kitchen mortar, just crush the whole plant. Weka kwa maji kisha ukunywe. Asubuhi jioni. Utapata yale madini yote mwili yako inahitaji. Kuna wale wako allergic, wanasema anakula mayai, anakuwa na kujikuna mwili, mara nini namtokea, mara nini, kila kitu hiyo. Just use this grass as tea. Make tea from the leaves of Cynodon dactylon. Ukifanya vile, pia nasaidia mambo ya kucontrol blood sugar. Wale kwa diabetes. Diabetic yako haijulikani. Inaenda juu, siku nyingine iko chini, siku nyingine hata uko sawa. Hiyo inata ile diabetes, ile sugar level ile haijulikani. Unatumia dawa, unatumia medhese, insulin na nini na nini. Jaribu this grass. Ni ile imekuwa hata inafyekwa inatupwa huko. Hakuna mtu anashughulika na hiyo nyasi. But try, ukiona mtu ako na sukari, kuanzia leo enda mtengenezee hiyo nyasi. Aanze kukunywa. Wiki moja ukuje na mbuzi. It is good ikiwa green, iko na more nutrients than ikiwa umeikausha. Na ndio maana mahali inakuwa mingi. Hiyo inakuonyesha you use me when I'm still alive. Na ukiona mmea ni ngumu kupata, hiyo unaweza tengeneza ikiwa dry. But the local available grass iko kila mahali. Inakuambia kitu ambao wewe mwenyewe ni kama ushiki, thodomotue imejaa dogo. It treats acidity. Kuna wale wako na asidi, anasikia kuchomeka kifua. Mwingine hata anasikia kichwa inauma, anasikia kizunguzungu. Anasikia mwili imewaka, anasikia tu joto kwa mwili. Hiyo kuna dalili kwamba uko na acidity kwa tumbo, na sababu unakaa bila chakula kwa muda mrefu. Wakati wa digestion ikifika, hata kama kuna chakula, tumbo itadigest kile kitapatikana. Ipate acid iko pale imelai kwa wale kwa stomach. Ndio inaanza absorb, inapeleka wapi? Kwa bloodstream. Na ikiingia kwa bloodstream, ndio unasikia uric acid. Unasikia joint pain. Unasikia mikono imekataa sio yako. Kuna wale kuinua mkono juu hivi ni shida. Akiweka hapa ni mwisho, huwezi pita hapo kienda juu. Naambia joints ziko na hitilafu. Cynodon dactylon tea. Sababu ya acid reflux. Then kuna hii condition inaitwa PO. Angocha? PCO, okay. PCO hiyo. Polycystic. Sio hii. Amejaribu. Niambie ni gani hii? Gani kitu gani?
Sio hiyo. Wamejaribu, ni sawa tu. Amejaribu. Mwingine pande hii achomoke atoe kitu pala, mimi naiona. Na nyinyi muioni. Ameleta hapa. Tuko na hapa kweli? Haipendi hapa juu watu wakuwa. Inataka mahali mnapenda kutembea sana. So polycystic ovarian and menstrual problem. Ukiwa na uchungu wa hedhi, painful menses, hii mambo ya PCOS, polycystic ovarian syndrome, ambao husumbua sana akina baba ama kina dada, lakini si akina dada, Wasichana, wadada. wadada, wanadada. Hii shida isumbua sana, na ukiona mtu ako na hizo complication, tafuti kimbilia yule nyasi. Tengeneza asti. Kuna wale wako specialized na conditions za akina dada, female conditions. Weka hiyo kama mojawapo ya library yako. Is locally available. Usiende mbali, tunaenda India au unasema unaenda katikati ya msitu ya huko Congo forest uende kuitoa. Anaenda Kongo, anakuambia tafuta 2 days unipigie. Ameenda pale nyuma ya boma yake, ametengeneza, anakuja anakuambia nitarudi after 2 days. Tayari ameshachuna nyasi anakutengeneza nayo. Ile ngumu kungoa is a different one. Inaitwa couch grass. Ombogo. Yeah, couch. Couch is dangari, si ndio? Eh. Hata hiyo ni mzuri tutakajua siku moja. Then kitu nyingine, constipation. Kuna yule akikula yecho chake aendi choo 5 days 1 week hajafanya ile kitu, hata kasahau tishu kale kadogo anamaliza nayo miezi 2. Chindwe. Sio kupenda kwake, ni shida. Ana man economy. So shida kama hiyo ukiona, kimbilia nyasi. Watu wana constipate sababu ya vyakula tunakula. Kuna wale wanapenda kula nyama sana. Nyama mara mingi inafanya mtu ana constipate, sababu digestion yake inakuwa very slow. Lakini ukikula na kafirifiri, uweke na gitunguru mbichi, sio kukaranga, hiyo inaendaga vizuri sana. Kwa hivyo unaona wale wanapenda nyama choma, uwezi ona pirifiri kama iko mbali na yeye. Kafirifiri, unasikia tu kafirifiri, tunawajua nyinyi. Anasemaga kafirifiri, ona kafirifiri hivyo, anatafuna nayo. So ukiona shida kama hiyo, na sisemi kwamba wale wanakula nyama na constipate, hapana. But nyama ni moja ile inafanya mambo constipation. Pili, wale wako na allergy ya kukula greens. Kuna yu mtu ukimwekea hata mboga kwa sahani hawezi kula, ako na allergy. Nilikataza daktari. Sasa nape mama shida. Ila kimbia aenda atafuta nunue nyama, nunue hata kaomena lete. Itawa otieno darea nyeni. Si wanasemaga hivyo? Inywe idhawa otieno hau, inywe. Mwache kusumbua kina nani. Setiguo. Kile ataweka kwa meza we kula. Si mnaonanga Godfrey anamkumbuka yule mtu pale? Yeye akuli mboga. Inabidi Grace ang'ang'ane aende tafute, hata kama ni obambla. Hata kama ni ikiumana sana ni bye bye. Unajua bye bye? Lakini tuwe watu wa kukula mboga. Hii mboga yetu nakula inakaa aje? Ati mimi nakulaga tu spinach peke yake. Hiyo sio mboga. Kama una rely kwa spinach, umetupa mbao. Ukirely kwa sukuma wiki, ne wate bao. Kafishi maeveri. Mae mzuri ni kuchota hata hii unakunywa, neke. Na sio mae ile kukua kafishi. Kafishi haina kitu na kusaidia nayo. Greens ni mboga kama blackjack, mekengeria, mnajua mekengeria, wandering jew, kuna McDonald's eye, tuko na majani mingi bora sio sumu. You can just prepare them as vegetable. Demokora tuko somewhere, nimeona hapa. Hii ni mboga maridadi sana. Mongei. Hata mereo, matawi ya viazi tamu, hata maharagwe, hata pilipili, hata nyanya, cassava, hizo zote are good vegetable. Na ukianza kumix, fanya mix and match. Sasa mwe mix hapa, hamuja mix. Angalieni mavazi kwanza vile iko.
kuna blue lendi, mayelo, yote Kikambani. Hiyo yote iko. So these leaves, changanya chakula kama hiyo, tengeneza, kaa kwa meza, utakula ugali na utasikia kitu kama constipation. Yeah? Nani anajua McDonald's eye? Si mchune iko hapa. Kangei. Uje Mungei. Osieko. Yes, Galinsoga. Paviflora. Yeah, Gallant Soja. McDonald's eye. All those are the names of Mungei or Osieko. Sina Osieko. Tunasaje na kegusi Helen? Omenta. Andika na kegusi omenta. Si omena. Tuongeze, sio black seed sasa. Okay. Omente medo. Okay. Ndio maana mko Nyanza. Omente na medo. Medo ni kuongeza. Maneighbor. Lakini sababu ile kitu tunataka kuweka pale mtoke Nyanza. Huwezi kaa Nyanza bwana. Obesity. Yeah, Atipa. Acistasia mysorensis. Mnamjua huyo? Mohikanai huu, umejua, sema Kisungu ndio jui. Okay, obesity. Obesity ni kumaanisha nini? Kuwa mnene. So hapa tunatumia this grass, tunachanganya na a pinch of black pepper, a pinch of cumin, then tunachanganya na coconut water or buttermilk. Coconut water, wangapi wanakunywa hiyo wanasema ni madafu? Wangapi wamependa kuikunywa? Na wajua? Hata wengine wako nayo saa hii. Na nikitoka hapa nataka nikikude kama chupa glass moja. Coconut water. Usiseme ati wewe unakunywa ile coconut water ni wale wako na ile kitu large prostate, wako na madasho. Hapana, toja na madasho. Iko mzuri kwa mtu yeyote. Sababu ya kuburn fats and cholesterol. So ukichanganya this grass, black pepper, cumin na hiyo coconut water ama butternut water, kisha maneno, buttermilk I mean. So the same leaves of Cynodon stops nose bleeding. Kuna wale wako na hiyo tendency ya ku nose bleed kila wakati. Hiyo stargrass. Yes, they say unaweza crush, usqueeze maji kidogo kwa mapua, nyingine mpatia kunywe. Sababu hiyo kumaanisha pande hii kuna vile hizo tissues ziko loose kidogo. Na umeona kuna wale pia wakicheka meno inatoa damu. Kucheka tu. Kwa hivyo unajua damu itamwagika. Kwa hivyo turetain meno. Turetain aje? Moja wapo ni huyu. Tukitumia hii inaua bakteria ya mdomoni. Second, inasaidia mambo ya nose bleeding. Na kumbuka ndio chai yako. Ndio chai, na pia unatumia katika hii hali nyingine kuweka hiyo drop kwa kwa pua. Then UTI tumezungumzia, and general stargrass generally ukikunywa tu kama chai inasaidia kuosha damu. Wale ambao wako na complication wanaambiwa sababu ya uchafu wa damu iko hii na hii. Unaona kuna rashes, mtu atasema damu inachafukaga aje? Kuna watu wale wanauliza. Lakini nyinyi hamwezi uliza sababu unajua shida hii na hii kitokea kwa skin. Most damu ikiwa na itilafu utaona mambo mengi sana. Rashes kwa ngozi, ama uone ngozi yako inaturn sio yako ni ya mwingine, lakini wewe unaiona. Unasikia tu macho si yako, pengine unaona tu giza, uelewi inatoka wapi. Mkojo inakuja ile unasikia iko na burning sensation. Vitu kama hizo. You need kukunywa kitu ambayo inaosha damu.